Yaani tafsiri mimi nayopata hapa. Yes. Kwamba una uoga. Kabisa. Yeah, una uoga na maisha. Lakini pia napata tafsiri ya ni mtu ambaye uko tayari kuchukua risk kwa kitu unachokiamini. Sio? Of course, na risk sana. Okay. Na hii ilikuwa kwenye mishe zako zote za tangu mwanzoni au kuna vitu vilitokea ambayo ikakwambia bwana entire life. Yeah, mimi nimerisk my entire life. And let me give a story. Nivo jump from secondary school straight to kuwa music video director. As a risk sababu kuwa music video director nilikuwa niko against na ukoo wote. Yeah. Yani ukoo mzima ni wewe. Unajua familia za Kiafrika zinapenda mtu uwe formal. Yeah. Kwamba aidha uwe daktari uwe nani. Yani kuna vitu ambavyo wanavi-imagine the ways of life. Yeah, ndio vinafaa. So ukienda against manake sasa haiwezekani kula ule kwetu afu ufanye unachotaka wewe. Haiwezekani. Sasa kama utaki unachotaka sisi ambao ndo naamini nitakufanikisha basi ondoka. Yeah. So kama niweza kurisk kwenda against na ukoo mzima kwa ajili ya career. Sasa ipi risk nyingine ndeza kutake tena again. Yani mimi niweza ukoo mzima ulikaa chini kunishauri niendelee na shule. Nikaona nyinyi mnapigia mbuzi gita. Na huyo shule ni ada wanalipa wao sio mimi. Yeah. Sasa ni risk gani nyingine itakuwa ngumu zaidi ya hii? Yeah. Okay. Hata kipindi hapo kama move to Arusha. Yeah. By the time na Arusha mimi nilikuwa nakaa kwa Fidovato. Arusha uza kukaa kwa ile mambo yale. Sasa mimi nilikuwa nakaa na German Shepherd nakana. Nakaa na watu ambao maaskari wakija pale wanamuomba kuongea naye. Wanamuomba kumkamata sasa masiala. Askari anaomba mtu kumkamata bado tunaomba tukamate. Ndio ngoa naishi naye. Kipindi niko mimi mdogo ya Yosef. Nilikuwa na miaka 16. Mimi mdogo. Unajua mimi na shoot video yako nilikuwa na miaka 17. Amna. I swear. Mimi mdogo kaka. Mimi ni kwamba tumeanza kuniona kitambo. Una miaka mingapi Pascal? Mimi ni 94. Sio mdogo sana. Sasa. Lakini mdogo ya. Say 30. Sasa unajua mkubwa kuliko mimi. Sasa mimi na 30, ndio? Ila kwenye industry na miaka 13 maana yake. Half your life. Yani nusu ya maisha yangu nimespend. So mimi nakutaga na mtu anakuambia mimi nimeanza kuona video zako nikiwa primary. Najua sasa wewe kaka ulikuwaje primary wewe? Mimi nakuona bro. So kama realize kwamba ni kama Mr. Blue. Mr. Blue sio mkubwa ile alianza akiwa mdogo. Long time Mr. Blue miaka 64. Mimi na Mr. Blue tuko sawa. So umeelewa? Lakini alianza akiwa na miaka legend yani. So tulianza akiwa wadogo lakini sio kama ni wakubwa hivyo. Na tulitake risk sababu ukiwa under 18 unaenda kupambana na maisha. After tu maisha unaenda kwenye high level of competitive life, yani kwamba wewe unaenda kupambana na mtu kama Adam Juma, Nisha nani jue so wadogo. Sio rahisi. Hivi ilikuwaje sasa ukamia Chuga? Mlikutana wapi na kina Dash nini? Dash Pandit. Dash Pandit bwana, utana Facebook. Unajua mtandao wa kijamii. Facebook tu alikuwa anaona mitikasi yangu. Then tukachati. Kipindi kwa Dash alikuwa anaishi Marekani. Kwa nasoma mambo ya producer bwana, akawa anaelezea dream zake na nini. Sasa hapo ndio ikaja kwamba una hela mimi na kipaji tuunganishe. So hivyo ndio nikutana Dash. Ni internet tu. Hata my first production company nimefanya nao kazi nikutana nao kwenye internet. Niweza kufanya kazi Showbiz Define ya Mike T ambao nikutana nao inanili Facebook. So connections zangu nyingi za kunifikisha hapa mimi nikutana nazo Facebook. Hivyo nilikuwa naonesha kitu changu mpaka hivyo.